Wapenzi waumini, khutba yetu ya leo kama kichwa chake kinavyosema kwamba uaminifu, amana, uaminifu ni moja katika sababu au ni funguo katika funguo za riziki. Katika jambo linalosumbua sana leo ulimwenguni ni masala ya riziki. Kiasi wanadamu kwa kuielewa vibaya riziki, wameona riziki ndiyo tatizo kubwa katika maisha yao. Kumbe riziki haihusiani na tatizo la mwanadamu, kwa sababu riziki iko mkononi kwa Allah. Allahu tabarak wa taala ameahidi, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna kinachotembea katika ardhi hii isipokuwa Allah tabarak wa taala mwenyewe kajilazimisha kukiruzuku kitu hicho kinachotembea, sawaun insanun au hayawanun, awe ni mwanadamu awe ni mnyama, chochote kile, madamu ni kitu chenye roho, dhatu kabid, kinachostahiki kula, basi riziki yake ipo, Allah kaikadiria. Bwana mmoja alikuwa na paka wake, anakula akimlisha yule paka, lakini yule paka, yule bwana akikadiria ameshiba, akimwacha yule paka huchukua kwa ghafla, na hana tabia hiyo, huja akaiba, akarusha mkono wake akachukua akakimbia nacho. Akashangaa, huyu paka wangu ana nini? Namlisha na mbona yuaiba? Alipomfuata akakuta kuna paka mdogo kipofu, hawezi kuondoka alipokaa, mgonjwa. Sasa kumbe huyu ndiye sababu ya riziki ya yule. Ikabadilika tabia ya paka, akawa yuaiba, na si paka mwizi, paka wa mkono, kwa sababu ya mwenzake na yeye apate nini? Jamani, riziki si jambo la kuwa likufanye wewe pengine utoke kwenye mpaka wa Allah tabarak wa taala, lakini riziki ni njia moja rahisi ya maisha, ni kumridhisha Allahu tabarak wa taala. Kiasi utakavyokuwa unaishi vizuri na Mola wako, ndivyo Allah tabarak wa taala atakavyokunjua riziki yako. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaieleza riziki kwa mapana katika maisha yetu sisi waumini, wala halitutatizi sisi jambo la kuitafuta riziki. Ni kwamba Allah tabarak wa taala hamleti mwanadamu katika ardhi hii isipokuwa huwa amempangia riziki yake, na hakuna siku utaondoka ulimwenguni ila utakamilisha riziki yako. Ukiwa ndani ya tumbo la mamako, malaika wanaletwa baada ya miezi 4, wakaja wakaandika riziki yako, kifo chako, kila jambo lako, na hutaondoka ila utakamilisha mpango huu wa Allah tabarak wa taala. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, faajmilu fi talabi rizqi, fanyeni vizuri katika kutafuta riziki, msitafute kwa haramu, msitafute kwa khiana, kwa sababu wewe utakula kile kile ulichoandikiwa na Allah tabaraka wa taala. Bwana mmoja alikuwa akiuza maziwa yake mazuri yanasifika, kenda na sokoni hayachukui muda, lakini akasema, kwa lita hizi napata pesa hii, na watu wanavyopenda maziwa yangu, wacha leo niongeze maji ili pesa itaongezeka, kwa sababu watu, jina langu ndio linalouza maziwa, hawatoangalia. Na kweli jina lake liliuza kwamba yeye ana maziwa mazuri, watu walinunua, lakini yalikuwa ni mara 2 ya siku zile zote anazouza, kwa sababu nusu kwa nusu maji. Alipomaliza pesa zimekuwa nyingi, akachelewa kutoka sokoni, jua kali, akaanza kurudi nyumbani amechoka, akaona kuna mto na kuna mti mzuri, akaenda kupumzika kwa sababu amechoka, ameingia madukani, amefanya shopping, amepata hela mzuri leo. Alipopumzika na mfuko wake ule wa pesa, basi kule juu kuna matumbiri wakashuka. Wale tumbiri wakaja wakaubeba ule mfuko.
Yeye akishtuka, akifungua sikia kelele za tumbiri, wanang'ang'ania ule mfuko wakauchana. Sasa zile hela, zile noti zikawa nyingine za mwangukia yeye, nyingine za anguka majini mtoni. Alipozihesabu ni zile zile anazopata kila siku kwa maziwa ya halali, zile za ziada zote zimechukuliwa na maji. Ni msemo wa Kiarabu asema malul laban lilaban wa malul maa lilma. Paka kesho msemo huu watumika. Mali ya maziwa ni ya maziwa imebaki, na ile ya maji imeenda mtoni. Waumini, si tatizo la riziki. Riziki kinachotakikana al-akhdhu bil asbab wa tawakkul ala man? Ala al-hayy alladhi la yamut. Ni kufanya sababu, tusiwe wavivu, tujitume. Usichegue kazi ya kutafuta riziki, jitume. Lakini tegemeo lako la baraka ya riziki yako ni nani? Allah tabaraka wa taala. Uitafute kwa njia mzuri, uitafute kwa halali, uchunge halali yako. Usikie dhiki lau itapita riziki ambayo sio halali yako. Wallahi utabarikiwa katika maisha yako. Jamani, ni katika wanavyoni maarufu, imamu wa kwanza katika maimamu wanne anayetambulika ni Imamu Abu Hanifa. Kila mmoja anamjua Abu Hanifa. Ndiye wa kwanza kati ya maimamu wanne: Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafi, Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifa ambaye ni imamu rai, alikuwa na kichwa, wacha masala ya sheria kuyajua kwa dalili. Hata ukimzungumzia mambo ya kiakili, hapo hapo anakujibu kiakili. Siku moja kuonyesha Imamu Abu Hanifa alivyokuwa mahir, yuwazungumza hadithi inayotukataza tukiingia haja tusilekee kibla wala tusipe mgongo kibla. Afundisha darasani msikitini. Kuna bwana mmoja fedhuli tu akataka kumfanyia stihza. Akasikia zile somo, alafu mwisho akauliza swali, akamwambia, sasa mimi nimeenda mtoni kuoga, naoga mtoni, nileke wapi? Abu Hanifa hakuchelewa, akaambia, lekea nguo zako, zikiibwa uzione. Kichwa. Hivi ndivyo alivyokuwa Abu Hanifa. Ninachokusudia, mwajua Abu Hanifa alipatikana vipi mtoto mzuri huyu ambaye paka kiyama bado athari yake? Abu Hanifa si jina lake Abu Hanifa, jina lake ni An-Nu'man. Kuna bwana mmoja akiitwa Thabit. Thabit atoka kijijini kwao, atembea yuaja mjini, safari ya miguu, amechoka, yuwapita shamba na shamba, barabara katikati, njaa, kiu. Akapambana na tunda limeanguka, mfano apple, limeanguka nje ya fence ya shamba, limeangukia barabarani. Njaa, hakuchelewa, akachukua akala. Baada ya kula, Abu Hanifa yule Thabit akasema, mimi ninakula hili tunda la mtu, sio langu. Sikuomba ruhusa kwa mwenyewe, kwa hivyo nimekula haramu. Jamani, sisi usema cha kuokota si cha kuiba, si ndio? Ni msemo huo kwetu. Mimi itakuwaje nimekula haramu? Abu Hanifa ikabidi atafute geti ya lile shamba ili ampate mwenye shamba. Ikabidi azunguke, njaa alionayo, safari ndefu, jua la nchi za Kiarabu. Akazunguka Iraq, akazunguka mpaka alipoipata geti. Akienda, yule aliyoshambani amwambia, mimi si mwenyewe, mimi ni mfanyikazi tu, siwezi kukuambia chochote. Subhanallah. Itakuwaje sasa? Abu Hanifa ikabidi amwambie, nilekeze kwake. Kamwambia, ingia mjini, ukifika town utaona nyumba, nenda upande huu utakuta nyumba ina mlango hivi, bisha hapo gorofani, atatoka mwenyewe. Thabit akaenda akabisha. Alipobisha, alipotoka mwenyewe akamuuliza, una tatizo gani? Asema, nimeokota tunda
limeanguka barabarani, lakini na hakika limetoka kwenye mti wako ndani ya shamba lako. Nimekula kwa njaa, lakini nimekumbuka nimekula haramu. Nataka mawili, imma unisamehe, ukubali kwamba umenisamehe, au kama ni kunipa adhabu yoyote, hata kama ni kufanya kazi kwako, niko tayari. Mimi sitaki niende mbele ya Allah, nimeingiza riziki ya haramu. Jamani, mkisikia watu ulimwengu ulikuwa na neema zililindwa. Neema hazilindwi na watu kwamba tukipata rais huyu ndio mali atakuwa hivi, tukipata. Hapana, sio. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sisi ndio wenye kubadilisha ulimwengu. Tukitaka uwe mzuri, tubadilike sisi. Na sisi Waislamu ndio wakuwa mfano, kwa sababu Allah katufanya sisi ni mfano wa ulimwengu, wa kuonyesha ulimwengu watu waishi vipi. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa ala nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Ni sisi tumeletwa, Allah katufanya umma bora, umma wa katikati, ili tuwe ni mashahidi, kuelekeza watu njia sahihi ya maisha. Vipi wataifikia siratul mustaqim? Kwa sababu sisi nasi hatungeijua njia hiyo ila tuna kiongozi tuliotewa, wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulekeza barabara kuishi, katulekeza barabara ya kuishi. Lakini la kusikitisha ni kwamba leo sisi tumekuwa mstari wa mbele. Maisha yale yale wanaoishi wale wasojua wanapokwenda, ndipo tunapoishi sisi. Yule Thabit akashtuka sana. Yani huyu amekula mfano tembe moja ya tende au chungwa au epuli moja, safari ya shamba langu lilipo mpaka kuja huku kutaka kuomba msamaha kwa ajili amekula ni haramu. Thabit akamwambia, nitakusamehe kwa sharti moja, na nipe sharti yoyote, mimi sitaki kukutana na Allah na mdomo wangu umeingia haramu. Amwambia, mimi nina binti, na alikuwa na binti yake mmoja tu, lakini binti huyo kipofu, hasikii, hasemi, hatembei, pale alipo ni pale pale, hatoki. Ukubali umuoe, subhanallah, uambie uoe mke mwenyewe kipofu, kiziwi, kiwete. Sasa jamani, mke huyu kweli? Thabit asema, kwa ajili nimekula halali yako, nimekudhulumu, niko tayari nitabeba msalaba huo, niko tayari nitabeba uzito huo mimi, pamoja kuwa ni uzito. Akamwambia, sawa, mimi nakuozesha binti yangu. Hapo hapo akamwozesha. Mahari ni huku kula tunda langu. Alipokwenda yule bwana, binti mcha Mungu, maana hasikii ila ya halali, hana mambo ya kusikia manyimbo na upuzi gani, hasengeni, hasemi maneno isipokuwa kumtaja Allah na kukisoma kitabu cha Allah. Zile sifa zake ni kwamba hamo katika upuzi wa dunia. Kamwambia, binti huyu wamemposa wengi, lakini nilikuwa natafuta mtu mkweli wa imani yake, mtu mwenye dini, na dini kweli iko hapa. Kama alivyosema Umar ibn al-Khattab, si babaishwi na swala zenu na saumu zenu, lakini nababaishwa na mkuwa na muogopa mtu ambaye atakuwa ni muaminifu kwenu. Amekuja mtu na kesi, Umar ibn al-Khattab akauliza, wapi mashahidi? Akaletwa mashahidi. Unamjua huyo? Wamjua vipi? Tuwasali naye msikitini. Nasema kakando. Wewe huyu kila Jumatatu Alhamisi kakando. Wewe? Akasema huyu ninafanya naye biashara miaka mingi, nasafiri naye kibiashara. Mtu asema wewe wamjua.
Zamona mtu ana kikombe cha chai cha dhahabu, lakini mpe shilingi 10 uioni tena. Tuko pamoja? Hii ndio riziki inavyopatikana, ndio riziki inavyopatikana kiasi tutakavyokuwa. Sasa Thabit akaozeshwa. Thabit, mimba ilokuja ni An-Nu'man ibn Thabit, Abu Hanifa. Mtoto aliopatikana ni Abu Hanifa, jina lake ni An-Nu'man, babake ni nani? Thabit. Huyu Abu Hanifa uzuri alionao ameupata kwa sababu ya babake alikuwa akichunga sana halali, hata kikula haramu. Moja katika sababu za kuwa wazuri watoto wetu, tulinde halali katika maisha yetu. Dunia imechefuka kwa sababu kila mmoja hajali katika masala ya kupata. Hutaki kujua wala nini, waingiza nini. Unaona ndio wafurahisha, kumbe unaangamiza familia yako. Unapata watoto mpaka mwenyewe asema afadhali ningeza embe kula kuliko kupata mtoto huyu. Anakukera duniani, kumbe wewe ndio ulioleta kero lile, ulimahari yenyewe ya haramu. Kuna mtoto mwema atapatikana. Jamani, katika sifa ambayo Allah tabaraka wa taala ameieleza ya ulimwengu huu kupatikana kwake, ni kwamba huu ulimwengu wote umebeba na sifa ya amana. Hii amana, jambo la uaminifu lililokuwa kubwa, ndio ulimwengu kujengwa. Mbingu na ardhi imesimama juu ya amana. Allah tabarak wa taala asema katika Qur'ani, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Sisi baada ya kumuumba mwanadamu huyu tulikabidhisha amana, tukaileta kwa mbingu na ardhi na majabali. Fa abaina an yahmilnaha, lakini walipojua jambo la amana la kubeba masulia. Na tunaposema amana, haina maana ya kuhifadhi kitu cha mtu peke yake. Amana ni kuhifadhi kila ambalo ni wajibu kwako. Fasalatu amana, walwudhu amana, walquranu amana, wa adai huquqi nasi amana. Amana maana yake ni kila responsibility, wajibu wako lazima utekeleze. Watu wengi ufikiri amana ni ile atapewa na mtu niekee. Naam, hii ni katika amana. Allah tabarak wa taala sema, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Zile amana za watu muwafikishie wenyewe. Lakini kabla ya amana ya mtu, wewe una amana zako. Allahu tabaraka wa taala kakupa neema mtoto. Naam, alwalad ni'ma, walakin tarbiyatuhu amana. Mtoto ni neema, lakini wewe kumlea mtoto vizuri ni nini? Ni amana. Lazima ni masulia yako. Leo sisi hatushughuliki hata kwa watoto wetu. Kila mzazi atatafuta shule bora ya elimu itakaomfaulisha mtoto wake afaulu vizuri, lakini haangalii ni wapi atapata malezi mazuri. Litakuwa kweli jitu lina PhD, lakini jizi, mwizi mkubwa. Msomi mwizi si atangamiza, mjinga mwizi ni hatari. Je, akiwa na elimu? Sasa ndio ulimwengu leo unalia, nchi zalalamika, familia zalia, mitaa inahuzunika, miji inateteseka, kila mmoja yuko kwenye matatizo kwa sababu kumekosekana chombo muhimu, chombo cha amana. Kuonyesha amana ni kitu kikubwa, ndio utakuta ni sifa ya kila mtume aliyokuja ulimwenguni, alikuwa na sifa ya uaminifu.
Herqal alikuwa mfalme wa Rum. Alipokwenda Abu Sufyan kwa biashara zake, huyu mfalme alimuuliza maswali, akamwambia, tumesikia amekuja mtu anadai utume huko anaitwa Muhammad, hebu nieleze sifa zake. Katika sifa alizompa Abu Sufyan asema, swali hili lilinipa tabu sana. Kwa nini? Kwa sababu Abu Sufyan ni mmoja katika maadui wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa tabia yao walolelewa, malezi yao, pamoja kuwa hawakuwa Waislamu, malezi ya ubinadamu mzuri, walilelewa tabia ya ukweli na uaminifu. Sasa Abu Sufyan asema, ikawa inanipa tabu mimi kusema urongo, nasikia tabu kusema ukweli, kwa sababu simpendi Muhammad, lakini na nikidanganya kesho Muhammad atajulikana na tabia zake mzuri, mimi itajulikana kwamba mimi ni mrongo. Jamani, leo waswalina ndio waongo, leo waswalina ndio mahain, leo waswalina ndio wenye sifa zile na zile. Abu Sufyan kafiri, adui wa Uislamu, asema nilishindwa kumpakazia mtume sifa mbaya kwa sababu nilijua uongo ni njia fupi, kesho itajulikana, mimi nitakuwa nimekosa thamani kuwa mrongo. Mimi na wewe hatujali kuwa na sifa mbaya hizo, kukosa uaminifu, kukosa amana. Abu Sufyan akawaambia, miongoni mwa sifa zake, huyu ni mtu mkweli, anaamrisha swala na sadaka na kuwa na haya na kutekeleza ahadi, wa adaul amanat, na kutekeleza amana, kufikisha amana. Hizi ndizo sifa zake. Herqal amwambia, basi huyo ni nabii. Kama ana sifa hiyo ya ukweli na uaminifu, ni sifa ya nabii. Kuna mabwana wawili, wazungu wawili katika watu wa Ulaya, waliwahi kufanya research ulimwenguni kutengeneza kitabu kitakachoeleza sifa za kiongozi mzuri, kwa sababu nchi zimepata taabu sana kwa masala ya uongozi. Wakafanya research kwenye continents 5 hizi, qarat al-5, wakitafuta ni sifa gani ya kwanza inaupendeza kwa raia kwa kiongozi wao. Katika majimbo 5 haya, Afrika, Asia, Europe, Amerika, Australia, waliwahi kuhoji watu 25,000. Katika watu 25,000, watu 1,500 walikuwa na kauli moja kwamba kiongozi best leader ni yule ambaye ana sifa hizi za kuwa as-sadiqul amin, kuwa na truthness, wana trust, awe muaminifu, mkweli. Hizo ndio sifa bora za kiongozi kwenye maeneo yote ya ulimwengu. Jibu likawa moja. Ndio wakaandika kitabu Credibility. Lakini sifa hii walipoichunguza, waliipata hakuna kiongozi alosifika na sifa hii kwa waumini wake na wasiokuwa waumini wake, isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah walimkubali Herqal, Abu Sufyan wanamsifu kwamba ni mkweli muaminifu, makafiri. Lakini Makka ilipopata tatizo la ugomvi ulotokea wakati wa renovation, kuifanyia tarmim al-Kaaba, wakati wa kuliregesha lile Hajarul Aswad mahali pake, ikawa kila kabila ajisikia, mimi ndio nastahiki niliregeshe, nilibebe jiwe lile. Mwisho wale wenye hekima katika wazee wa Makka walisema, jamani, tulieni, tusigombane kipumbavu pumbavu. Sasa tuwekeni nia hapa, atakayeingia msikitini, mtu yote atakayeingia, huyo kwa kuwa hakusikia hii kesi yetu, tumfanye ndiye hakimu wa kutuambia nani abebe.
hakuingia isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na alipoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote walikubaliana wakasema radina bil amin, tumeridhika kwa nani? Hakusema bi Muhammad, radina bil amin, tumeridhika na muaminifu bora Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muumini, jitahidi ujenge uaminifu katika maisha yako, ndiyo tabia ya mtume wako. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wapenzi waumini, Allahu tabaraka wa taala kalihimiza jambo hili kwa sababu uaminifu ndiyo sababu ya kukamilika imani yako, kwa sababu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema la imana liman la amanata la. Mtu ambaye hana uaminifu hana imani. Ndio Umar akasema sishtuliwi na sijida yako wala saumu yako, lakini uaminifu wako ndio unanifanya mimi nikutambue wewe ni nani. Lakini pia sifa ya uaminifu, yakumu alaiha amru samawati wal ardi, mbingu na ardhi kuleta baraka zake ni kupatikana uaminifu kati yake. Kiasi tutakavyokuwa na uaminifu, ndiyo mbingu na ardhi zitakuja na baraka. Kiasi uaminifu utapotea, basi haisaidii chochote tutakachokifanya. Uaminifu hiya mihwaruddin wa imtihanu rabbil alamin. Uaminifu ndiyo nembo ya dini hii na ndiyo mtihani wa Allah kwa waumini wake, kama alivyosema inna aradna al-amanati ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kwa hivyo wewe ndiye mwenye jukumu hili, na hii ndiyo picha yako ya ukweli wako, ni uaminifu wako. Jamani, ni wangapi watu waliokuwa na heshima wakitambulika mbele ya watu, lakini wamekosa pamoja bado na swala zao na elimu zao na Qur'ani yao, lakini kwa kuvunja uaminifu kidogo tu mtu amempiga teke. Bil amana yuhfadhu din, pakipatikana uaminifu ndiyo dini italindwa. Wal a'rad, na heshima za watu zitalindwa. Wal amwal, na mali ya watu yatalindwa. Wal ajsam, na miili ya watu itahifadhika. Wal azwaj wal ma'arif wal ulum wal wilaya wal wisaya. Kila kitu kikipatikana uaminifu, ndicho kitu hicho ndiyo mambo yataenda vizuri. Kwa sababu pakikosekana uaminifu, hatari itakuja. Mmoja nimeyapenda makala yake, ninasoma kama miaka 5 hivi, asema nchi kubomoka haihitaji mabomu wala mitetemeko ya ardhi. Kuporomoka kwa nchi ni kukosekana uaminifu. Kwa sababu kukikosekana uaminifu, basi kila kitu kitaenda vibaya, kila jambo litakwenda hali isivyo, kwa sababu hakuna uaminifu. Watafeli watoto madarasani kwenye mitihani kwa sababu walimu walopasi hawakupasi kwa mikono ya waaminifu. Walihonga wakapewa majibu. Leo wamekuwa ni walimu, wakisomesha watakuwa hawajui kitu, wanawasomesha wataanguka. Kukikosekana waaminifu, watu watakufa ovyo ovyo ndani ya mahospitali, na madaktari wamejaa wodini, kwa sababu madaktari walipita kwa kuhonga, wameingia kwenye hospitali hawajui kitu, watatibu watu na watu wanakufa kwa tiba zao. Kukikosekana waaminifu, majumba yalojengwa yataporomoka, kwa sababu mainjinia wakubwa watatukua kandarasi, lakini shahada yake injinia ni ya uongo, muzawar, haikupita kwa njia ya muaminifu, alihongana. Huyu atajenga jumba, kesho limeporomoka. Kwa hivyo nchi inamalizika kwa kukosekana waaminifu. Ndio Allah akaliweka jambo la amana liwe muhimu sana katika maisha. Wapenzi waamini,
ni lazima tujue kwamba sisi tuna dini, na sisi kwa dini hii ndiyo tutaweza kufaulu. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kila mmoja wetu, lau kila Muislamu popote alipo ataleta picha ya uaminifu, wallahi kuna watu wataupenda Uislamu kupitia uaminifu wao. Jamani, nchi za Asia, Malaysia, Indonesia, hakukwenda kikosi cha jihad kukomboa kule, hakuna. Wala hawakwenda hata maduati kule, walienda wafanyabiashara. Wafanyabiashara wale wakawa waaminifu, wafanyabiashara wale wakawa na tabia njema. Leo katika nchi zisizokuwa Jaziratul Arab zenye Waislamu wengi ni nchi hizi za Indonesia na Malaysia, ziliingia katika dini kwa wafanyabiashara wachache kutoka Yemen. Waliweza kuileta dini kwa watu kuwapenda kwa tabia zao na uaminifu wao. Hivi ndio Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akasema, ud'u an-nasa wa antum samitin. Amewatuma watu akawaambia, kikosi kimetolewa, awaambia linganieni watu kwenye dini hii hali mkiwa mmenyamaza. Wakamuuliza, ya amira al-mu'minin, kaifa nad'uuhum wa nahnu samitun? Tutawalingania vipi na hali tumefunga mdomo? Akasema, bi akhlaqikum wa bi muamalatikum, tabia zenu na miamala yenu itawaattract watu kuliko maneno yasiyo na vitendo hayawapendezi watu. Jamani, wanadamu macho yao yana nguvu kuliko masikio yao. Kwa hivyo anachokiona kwako kina mvuto kuliko kile anachokisikia. Hivi ndivyo tunavyotakikana tuweni katika maisha yetu. Sifa Allah tabarak wa taala alwasifu watakaoingia, watakaorithi jannatul firdaus, aliposema qad aflaha almu'minun, miongoni waliosifiwa alisema walladhina hum liamanatihim wa ahdihim raun. Wewe una amana ya Allah, ibada za Allah jiulize wazitekeleza? Una amana ya familia, jiulize unaishi vizuri na familia yako, unaitekelezea haki zake? Una amana ya kazi, je, kazi yako unaifanya vizuri? Kila katika maisha yako kuna amana juu yako, ni lazima tuhakikishe tunafanya nini katika kuitendea haki amana zetu. Wapenzi waumini, kiasi tutakavyokuwa wazuri, waaminifu kwenye imani zetu, ndio tutakuwa sisi ni wenye kufaulu. Allahu tabarak wa taala sema, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Enyi mlioamini, msimkhini Allah ukajipa jina la iman, lakini ukawa hata swala 5 huwezi kuzitimiza. Wewe unamdanganya nani? Usimkhini Allah, usimkhini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampenda Rasulullah, lakini ukiambiwa hii ni sunna waipiga vita. Usiwe hivyo. La takhunu Allah wa rasula wala takhunu amanatikum, na yale majukumu yenu mliopewa pia msiyafanyie khiana. Wa antum ta'lamun, hali nyinyi mnajua. Wapenzi waumini, kiasi utakavyokuwa na khiana, ukakosa amana, mwisho itakurudia mwenyewe. Bwana mmoja alikuwa akifanya kazi kwenye kampuni ya ujenzi, injinia mkubwa, miaka mingi. Ikafika amezeeka, wenye kampuni mwambia, wakamwita, kulingana na umri wako lazima upumzike. Sasa twakupa nyumba ya mwisho hii, twataka uijenge vizuri kwa sababu khitamuhu misk. Uitoe vizuri, tutakupa hela utakayosema, ili hii nyumba iwe ni ya mfano, iwe ni unique hapa katika nyumba ulizozijenga. Yule bwana akatoa figa kubwa ya hela,
lakini rohoni asema nyinyi mwanambia mwanipumzisha kazi, kisha mwanambia nijenge vizuri. Hii ndio nitaijenga vibaya kweli, hela zote nifanye nini? Vijana sema nitaramba, taziramba hizo. Kweli alilijenga jumba bovu, anua vifaa ghafi, vifaa duni, ili apate kukusanya ile pesa. Siku alipomaliza akawaendea akamwambia nimemaliza nyumba. Wakamwambia basi tutaweka sherehe ya kufungua nyumba, tuchanganye iwe na ni sherehe ya kukuaga wewe. Wakatangaza, wafanyikazi wote wakafika kwenye sherehe ile. Alipotoa funguo akaambiwa hii funguo ni yako, hii nyumba, zawadi ya kukaa na sisi, kufanya kazi siku nyingi kwetu, tumekupatia hili gofu lako, chukua mwenyewe. Tuko pamoja jamani? Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa